Bana, raundi ya 30 ni siku ya hii leo, na timu nyingi tunafahamu kwamba ndio mechi zao ambazo zinamalizika. Lakini kwa upande wa klabu ya Yanga pamoja na Simba tunafahamu kwamba bado wana kiporo cha mchezo mmoja, mchezo ambao unachezwa siku kama 2-3 hivi mpaka tarehe 25 kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, mechi ambayo huenda ikaenda kuamua hatima ya bingwa wa michuano hii ya ligi kuu Tanzania bara. Sasa tayari kwa upande wa klabu ya Yanga wameshaandaa jeshi lao ambalo linakwenda kupambana na linakwenda kupambania alama 3 mbele ya Dodoma Jiji, na tayari ninacho kikosi hapa ambacho kinatarajia kuanza kwenye mchezo wa siku ya hii leo. Na tayari kwa upande wa mwalimu Milodi Hamdi ameandaa wachezaji ambao wanaamini kwamba watakwenda kumpatia alama 3. Sasa kabla sijakwenda kukutajia kikosi hapa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Twende tutazame hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa upande wa golini yupo golikipa Djigui Diarra. Djigui Diarra tunafahamu ni mmoja golikipa ambaye amekuwa na ubora wa hali ya juu kulingana na kile ambacho amekuwa anakitoa ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africans. Ni mmoja golikipa ambaye amekuwa na ubora mara zote, ni golikipa ambaye amekuwa ni mtulivu, ni golikipa ambaye amekuwa anaonyesha ubora wake kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha mara zote. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye mara zote amekuwa anaaminiwa ndani ya kikosi hicho kulingana na kile ambacho mwalimu Milodi Hamdi amekuwa anakihitaji, amekuwa anakitoa kwa upande wa Djigui Diarra. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Israel Patrick Mwenda tunafahamu pia ubora wake na umahiri wake mara zote. Ni moja beki ambaye amekuwa na ubora wa juu. Kwenye mechi iliyopita tunafahamu aliweza kuscore kulingana na vile ambavyo amekuwa anashambulia na kuingia kwenye ndani ya box kwa mpinzani ambaye amekuwa anaonyesha udhaifu wa Israel Patrick Mwenda. Amekuwa anasogea na amekuwa anafanya vile ambavyo wengi wamekuwa wanahitaji, na amekuwa ni mpigaji mzuri wa foul pale ambapo anakuwa anaipata. Lakini pia kwenye upande wa beki pembeni kushoto yupo Shadrack Isaka Boka. Kwa upande wa Shadrack Isaka Boka tunafahamu ni moja ya beki ambaye amekuwa ni muhimili mkubwa ndani ya kikosi cha Yanga. Amekuwa anapandisha mashambulizi, amekuwa na utulivu wa hali ya juu, amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa anatoa kile ambacho kocha amekuwa anakihitaji ndani ya kikosi hicho. Ni mtulivu wa hali ya juu, mara zote amekuwa anacheza hivyo. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Dickson Job ambaye atakuwa ni nahodha ndani ya mchezo huu. Dickson Job tunafahamu utulivu wake, tunafahamu kwa kile ambacho amekuwa anakitoa ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africans. Amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimili mkubwa ndani ya kikosi hicho kulingana na kile ambacho amekuwa anakitoa. Wakati huo pia kwa upande wa Ibrahim Baka moja kwa moja atasaidiana na Dickson Job. Hii ni combination ambayo inaonekana tunasema kwamba inaitika kulingana na vile ambavyo washambuliaji wengi wamekuwa wanapata shida kuweza kufunga wanapokutana na combination hii ya Dickson Job pamoja na Ibrahim Baka, kulingana na vile ambavyo wamekuwa na utulivu wa hali ya juu. Lakini pia kwenye eneo la kiungo yupo Khalid Aucho. Khalid Aucho tunaona namna ambavyo amekuwa anatoa msaada mkubwa, tunaona namna ambavyo amekuwa ni mtulivu, tunaona namna ambavyo amekuwa anatoa kile ambacho wachezaji wengi wamekuwa wanakihitaji ndani ya kiungo cha klabu ya Yanga. Amekuwa ni muumini mkubwa. Wakati huo pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Mudathiri Haya. Mudathiri Haya mechi iliyopita tunafahamu alikiwasha kwa kweli, alitoa mchango mkubwa, alikuwa ni mchezaji ambaye popote pale unamuona kwa upande wa Mudathiri Haya kulingana na kile ambacho amekuwa anakitoa. Lakini pia kwenye eneo la kiungo cha juu atakuwepo Kratos Chota Chama, Mwamba Rusaka. Kratos Chota Chama tunafahamu mchezo uliopita alianza bench, lakini kwa wakati huu kwa upande wa mwalimu kulingana na kile ambacho amekitoka kwenye mchezo uliopita, sasa maana ni wakati sasa Kratos Chota Chama kusimama kwenye eneo la nambari 10. Ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni mzuri zaidi kwenye kufunga na kutoa pasi za mwisho. Wakati huo pia Max Nzengeli atasimama kwenye eneo la upande wa winga pembeni kulia. Max Nzengeli tunafahamu huyu amekuwa ni mwili mkubwa kwenye upande wa kukaba, lakini pia na upande wa kushambulia amekuwa anatoa vyote. Ni mchezaji amekuwa ni muhimu. Lakini Pacome Zouzoua moja kwa moja atasimama kwenye eneo ya winga pembeni kushoto. Pacome tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa ni na uhatari wa hali ya juu, akimiliki mpira ni ngumu kuweza kumkaba. Akimiliki mpira tunaona namna ambavyo watu wengi wamekuwa wanapata shida kuchukua mpira mguuni kwake. Kwa hiyo moja kwa moja anasema kwenye eneo winga ya pembeni kushoto. Lakini pia kwenye eneo la ushambuliaji yuko Clement Mzize. Clement Mzize tunafahamu ubora wake na umahiri wake, ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa na ubora wa hali ya juu kulingana na kile ambacho anakitoa ndani ya kikosi hicho. Maana kwamba hicho ndicho kikosi kwa upande wa klabu Dar es Salaam Africans dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa upande wa Milodi Hamdi amekuja namna hiyo.